sababu unafanya chochote, mradi tu usionekane. Unafanya chochote kwa sababu una nguvu ya mwili. Lakini kuna watu kumbuka wamekuzidi hapo. Pamoja na kuishi kwako kwenye mwili, ukawa mbabe kwenye mwili, lakini kuna watu wamekuzidi. Muda wote watakushughulikia tu. Dakika yote watakushughulikia tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema hata kama uelewe kubali. Ili ile roho ikusaidie automatically. Mambo ya roho. Sasa tuishi rohoni tu. Tunaishi rohoni, twende mwilini tukawe matajiri. Hakuna utajiri wowote unaotoka tu mwilini ghafla. Ukitaka utajiri unaotokea hapa tu, hautakuwa tajiri wewe hata siku moja. Wanaoenda kwa waganga wa kienyeji wanaenda rohoni, kwenye roho ya giza, kwa sababu ndugu yao ni giza. Sisi tunakuja kwa Yesu, na sisi tutajiliwa kwa rohoni, kwa sababu roho yetu ni nuru. Huku kuna nuru, kule kuna giza. Kwa ukija hapa ukielewa mambo ya roho, ukafuata na masharti yake, lazima utajirike. Na yule akienda kule anafuata mambo ya giza kwa sababu ametii giza lake, lazima atatoka. Na yule atoki kwa sababu pesa ni za baba yake. Anatoka kwa sababu sisi ni wazembe kwa baba yetu. Waliokoka wazembe. Usijitetee. Ni uongo. Tena vitu vidogo sana. Wazembe kweli kweli. Waliokoka. Kwa hiyo wanachukua nafasi kunyang'anya vitu vyenu. Ndio wanatuma mara panzi, anatuma chochote kiibe pesa yako, usipate faida kwenye biashara. Upati faida, lakini pia wanachukua mpaka mtaji. Haleluya. Amen. Mambo ya rohoni hayaonekani na ndio yana nguvu. Visivyoonekana vina nguvu kuliko vinavyoonekana. Hivi vinavyoonekana vinaonekana ni vingi. Hata leo ukipata milioni 100 inaonekana kubwa kwenye mwili. Rohoni wewe ni maskini. Kuna utajiri uko rohoni, umefichwa rohoni. Tunapokubali tu, kuna nguvu inaanza kuvisukuma hivi hapa, tuanze kuviishi. Hakuna mtu anaweza kuchukua, hakuna mchawi anaweza kuchukua. Roho Mungu akikuletea utajiri wake, hakuna mtu anaweza kuiba. Lakini akikupa mtu, vinaibiwa kwa sababu aliyekupa ni mtu katika mwili. Leo ukipata mtaji hata milioni 100, hautakaa nayo. Aliyekupa sio roho, ni mtu, na mtu huyo ana roho yake. Aliyempa hiyo pesa akupe wewe, lazima itarudi ilikotoka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kaa vizuri wewe, hata kama unielewi, hebu kubali tu. Kama unapomkubali Yesu kuwa Mwokozi na haumoni kwa macho, anayekwambia ni anayesimama mbele yako, ndivyo hivyo kubali mambo ya roho hata kama uelewi, ili roho Mungu aingie ndani yako, aanze kufanya kazi ndani yako. Ni ngumu kuelewa, lakini amini kwamba Yesu ni roho. Amen. Tunamkiri, anaingia ndani yetu. Anaanza kufanya mambo katika ulimwengu wa roho ili kututoa huko, kutuleta kwenye nuru. Haleluya. Na kama utaelewa, hautateseka. Ikiwa magonjwa yanaondoka, ulikuwa unauma tumbo, tatizo limeondoka la tumbo. Unaona ulikuwa unauma kitu fulani kikaondoka. Maana kumbe hata giza linalokula pesa yako ni rahisi kuondoka. Na kuna wakati fulani ukielewa mambo ya rohoni, ninapotamka hapa habari ya kukupa utajiri, kutamkia utajiri, utapokea haraka kwa sababu umesikia mambo ya rohoni. Hata kama hujaelewa, roho anajua huyu anachotaka ni nini. Amen. Haleluya. Unajua kuna jamaa mmoja anaitwa Akida. Yule jamaa alichoruhusu ni imani.
Haleluya. Aitaka tukuamini tu ile roho, yale maneno ya yule anayetamka mwenye roho. Akataka tu ya lile neno lake mwenye roho. Nani? Yesu ni mwenye roho, akataka neno la mwenye roho. Hakutaka mwenye roho aende nyumbani, lakini mwenye roho ataka aende, akajua asija kaangalia yaliyosababisha mimi niwe hivi, yaliyosababisha magonjwa yaingie, asija kayaona mengine. Wacha tu niishie tu kusema siwezi kuja. Usije, hustahili kuja kwangu. Sema neno, sema neno, familia yangu itapona. Sema neno, watoto wangu watapona. Usije maana sistahili nyumbani kwangu. Maana yake, tafsiri yake, nyumbani kwake kuna mapungufu mengi. Inawezekana kuna roho nyingine imesababisha magonjwa kwa yule mtu. Inawezekana kuna vibuyu viko huko. Lakini akasema aseme neno tu na mtumishi wake atapona. Haleluya. Sasa nawe ilikuwa nyepesi sana kama unaelewa mambo ya rohoni, ukaamini neno napokutamkia hapa kwamba uwe mzima. Pokea uzima na uwe mzima. Amen. Uwe na fedha, usiwe masikini. Amen. Hilo ni neno. Linapokuja kwako unapona kiroho na kimwili. Uchumi lazima ufunguke. Sema neno tu. Sasa hivi watu kwa sababu mwilini ndio kumetawala, nasema mimi mpaka nishikwe tu, mpaka nishikwe. Sasa wewe nikienda kushika sana unaole, ukikosea utakuwa na ole nyingi, lakini pia utapigika sana, kwa sababu mpaka umehakikisha nimekushika kama ulivyotaka. Haukuamini ninapotamka neno, haujaamini neno la ushindi, unataka mpaka ushikwe. Unataka uwe Tomaso, anasema siamini mpaka nione mkono wako, lakini siishie kuona, nataka niguse nione. Aone ni alama. Anataka aguse aone alama, ndio ataamini. Akabeba ole kwa kutaka kugusa, aone, aguse ile alama, ajue alama ile. Akabeba ole, akasema ni ole hawa ambao hawajaniona wameamini kuliko wewe Tomaso uliyenigusa. Ona mambo ya mwili yataka mpaka uone. Leo unapobarikiwa hapa unasema kwanza sina biashara kupata pesa. Mwili unavyokataa, angalia mwili unavyokataa. Unakataa neno, unakataa tamko. Ilikuwa niishia kutamka tamko, uende nyumbani ukapokee. Maana unapoamini, ukienda nyumbani unakutana na muujiza kwa kuamini tamko. Inawezekana una kitu kabisa sasa, lakini kakwambia na uwe tajiri, uwe na fedha, lakini ndani yako unasema nadaiwa pesa nyingi, nadaiwa madeni mengi, alafu ananiambia niwe na hela. Basi bora nipate nilipe deni. Nikilipa deni hapo, hata kinitamkia ndapata. Hiyo imani iondoe hiyo hivyo namna hiyo. Hiyo ni hofu. Pokea neno la kupata. Amen. Pokea pesa. Amen. Pokea pesa. Amen. Pokea pesa. Amen. Pokea pesa. Amen. Pokea fedha. Amen. Pokea fedha. Amen. Pokea fedha. Amen. Madeni yatakimbia yenyewe. Pokea. Haleluya. Anza kujiona wewe sio mtu wa kawaida. Usikae kwenye kawaida. Usijione wewe panzi. Wewe ni jitu la serikali ya mbinguni. Tena na bajeti zako mbinguni zipo, zinangoja tu uamini. Je, mambo ya roho unayajua? Unayaelewa? Ili bajeti za serikali ya mbinguni zikufungukie. Haleluya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Natamani uwe mwingine. Natamani uwe mwingine. Amen. Na mahali hapa, wewe hapa ulipo hapa, unayenitazama hapa, uwe tofauti na mtu yoyote. Amen. Na ukienda mahali popote, hata usiposema nimeokoka, waone tu matendo yako, waseme huyu jamaa ameokoka. Amen. Kwani aliposema Yesu kwamba sisi ni barua na tuwe barua